السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن سار على نهجه واكتفى بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kustaka sala na salam zimwelekee mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, tunaendelea na darasa letu la tafsiri ya Qur'an katika kitabu cha Tafsirul Qur'anil Karim cha Sheikh Al-Allama Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen, ghafara Allahu lahu wa liwalidayhi wa lilmuslimin. Na tulikwisha yanza sura hii mpaka aya ya 5. Katika darasa lililopita tulisoma aya ya 3 na ya 4 na ya 5, tukaishia hapo ambapo Allah anasema alif lam mim dhalikal kitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Tulisoma aya hizi 3 na tukawaona waumini waliokuwa na sifa hizi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alizozitaja, ambazo ni takriban sifa 5. Sifa ya kwanza kuamini ghaib katika kauli yake alladhina yu'minuna bil ghaib. Sifa ya pili iqamatus salah katika kauli yake Allah wa yuqimuna as-salata, nasimamisha sala. Sifa ya 3 al-infaqu mimma razaqahum katika kauli yake wa mimma razaqnahum yunfiqun, katika tuliwaruzuku wanatoa. Sifa ya 4 walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik, yani yu'minuna bi jami'il kutubil munazzala, wanaamini vitabu vyote vilivyoshuka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na sifa ya 5 al-iqanu bil akhirah, kuwa na yakini na siku ya kiyama, katika kauli ya Allah wa bil akhirati hum yuqinun. Hizi zilikuwa ni sifa 5 za muumini alizokuwa ametajwa nazo muumini katika suratul Baqara, aya hizi 2, aya 3 na aya ya 4. Kisha jawabu likaja ulaika, yani hao ndio wale ambao walioashiriwa katika yale maneno yaliyotangulia, miongoni mwa wale waliojisifu au waliosifika kwa sifa 5. Na imekuja dhamiri ya umbali liului martabatihim wa manzilatihim, kama ilivyokuja katika dhalika alkitab, akasema ulaika ala huda min rabbihim, ala lilistila, yusema ala lilistila wa tufidu uluhum ala hadha alhuda, na inafidisha ile hali yao yao kuwa juu ya huu uongofu, wasairihim alayhi, na kutembea kwao juu ya uongofu huo. Na tukasema
wapo juu ya uongofu kana kwamba wanatembea katika njia iliyo wazi na njia iliyo bayin, njia iliyo bayin. Kwa tumeeleza mengi katika haya mpaka kufikia kusema ulaika humul muflihun, na hao ndio watu wenye kufaulu. Ulaika humul muflihun, hao ndio wenye kufuzu, kwa sababu al-falahu bil matlub huwa al-fawz bil matlub. Falah ni kufuzu ukipata kile unachokitafuta, wa najatu minal marhub, na kuokoka na kukaa mbali na kile unachokiogopa. Kwa hili neno linalokusanya intifau jamil ashurur wa husul jamil khair, kukatazika na kuondoka shari zote na kupatikana khairi zote. Leo tarehe 11 ya Ramadhani mwaka 1446 Hijria, sawa na tarehe 11 mwezi wa 3 mwaka 2025 miladi. Tunaanza na aya ya 6 na ya 7, na Allah akitujalia tutasoma mpaka aya ya 8 na ya 9. Yaqulu Allahu ta'ala innal ladhina kafaru sawa'un alayhim, hakika wale ambao waliokufuru ni sawa juu yao, ni sawa sawa juu yao. Aandhartahum, ikiwa utawaonya, am lam tunziruhum, au usiwaonye, la yu'minun, hawataamini kwa sababu wamekufuru. Innal ladhina kafaru, hakika wale waliokufuru, sawaun alayhi, sawa sawa juu yao. Aandhartahum, utawaonya, am lam tunziruhum, au usiwaonye, la yu'minuna, hawatakukubali na wala hawatakuonya. Khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, kwa nini wasikubali? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala alikwisha piga muhuri katika nyoyo zao, wa ala sam'ihim, na alikwisha piga muhuri katika masikio yao, wa ala bisarihim, na juu ya macho yao, rishawatun, ameweka mfuniko, walahum adhabun azim, na watu hao wana adhabu yenye kuumiza. Watu hawa wana adhabu yenye kuumiza. Katika tafsiri anasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, thumma dhakara Allahu qisman akhara, kisha Allah akataja kundi lingine, wa humul kafiruna al-khullas, na watu hao ni wale makafiri wa moja kwa moja, wasiokuwa na chembe ya shaka. Humul kafiruna al-khullas, wasiokuwa na chembe ya shaka. Fi hadhihi surati al-azima, katika sura hii tukufu, ibtada Allahu ta'ala fiha bitaqsimi an-nas ila 3 aqsam. Allah ameanza kuwagawa watu katika sehemu 3. Kundi la kwanza, almu'minuna al-khullas, waumini wasiokuwa na chembe ya ukafiri wala unafiki. Kundi la pili, thumma al-kafiruna al-khullas, kisha makafiri wasiokuwa na chembe ya Uislamu, al-khullas, waliokuwa safi kabisa, hawakuchanganyika na chochote. Kisha kundi la tatu, almu'minuna bialsinatihim duna qulubihim, kuna waumini kwa ndimi zao na wala si waumini kwa mioyo yao, hawa ndio wanafiki. Kwa hiyo Allah baada bitayibi, alianza na kutaja kitu kizuri, mu'minun, thumma al-khabith,
kisha akataka kitu kibaya ambacho ni makafiri. Thumma al-akhbath, kisha akataja kundi lililokuwa baya zaidi. Idhan at-tayyib humul muttaqun almuttasifuna bihadhihi sifat. Tayyib ni wacha Mungu waliosifika na kupambika na sifa hizi. Wal khabithu al kuffar, na khabithi ni makafiri. Wal akhbathu, na wale waliokuwa ni makhabithi zaidi, al munafiqun, ni wanafiki. Kwa hiyo utaona namna gani Allah alivyowagawa wanadamu katika mafungu matatu, na kila mmoja ana malipo yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala wa qawluhu ta'ala sawa'un ay mustawin, sawa'un ay mustawin, sawa'un ay mustawin, kama ni sawa sawa kwako wewe Muhammad. Wa hiya imma an takuna khabar, khabar inna fi qawlihi ta'ala innal ladhina kafaru, kwa wale ambao walio kufuru. Wa yakunu qawluhu ta'ala anzartahum, inakuwa ni fa'il, anzartahum inakuwa ni fa'il, mtendaji. Kisha sawaun inawezekana ikawa anzartahum ikawa ni fa'ilan bisawa'i, ni fa'ili wa sawa, masbukan bimasdar, iliyochanganywa na masdari, iliyochanganywa. Wa taqdiru, na makadirio ya hii ibara tunasema sawaun alaihim indharuka, ni sawa sawa wewe juu yao kuwaonya, sawa sawa wewe kuwaonya juu yao, sawa pituka mipaka. Sawaun alaihim indharuka, sawaun alaihim indharuka wa adamu, sawa sawa juu yako kuweka tahadhari, kuonya. Wa adamuhu, na sawa sawa kuto kuonya. Wa imma an takuna sawaun khabaran muqaddaman, na sawa sawa inawezekana sawa wakati mwingine akawa ni habari iliyotangulia. Anzartahum inakuwa ni mubtada muakharan, na jumla hapa inakuwa ni jumlatun khabariyah, jumla ya habari. Lakini tukitoka hapo tukaenda kauli ya Allah aliposema innal ladhina kafaru, innal ladhina kafaru, hakika wale ambao waliokufuru, ay kafaru bima yujibu al-imanu bih, wamekufuru na kuyapinga yale yaliyokuwa yana wajibu ya kuyaamini. Wana wajibu ya kuyaamini. Na hili ni lewazo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah anamlewaza, anamwambia sawaun alaihim, kwa wale ambao waliokufuru ni sawa juu yao. Andhartahum, ukiwaonya, am lam tunzirhum, au siwaonye, la yu'minuna, hawatuamini. La yu'minuna, hawatuamini. Asiye mtu akasema kwamba hii ni itidhari kwa makafiri, kwamba Allah amesema hawatuamini kwa watawasamehe. La, hapana, hili ni liwazo kwa Mtume Muhammad SAW, na wala sio itidhari kwa makafiri, wala taisan lahu SAW, na wala haikuja
aya hii kumnyongonyeza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wal indhar huwa al-i'lam al-maqrun bit-takhwif, na indhar ni kutangaza tangazo lilikuwa limeungana na kuhofisha, ambayo ni katika kanuni za kidawa. Unahofisha na unatoa bishara. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam bashirun wa nadhir, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mwonyaji na alikuwa mtoa habari njema. Bashirun muallimun bima yasurru binisbati lilmu'minin, ni mwonyaji anayefundisha yale yenye kuwafurahisha waumini. Nadhirun muallimun bima yasuu binisbati lilkafirin, kimtume ni mwonyaji anayewaonya watu yale ambayo yanawakera na kuwaudhi makafiri. Nadhiru muallim bima yasuu binisbati lilkafirin. Fa indharu an-nabii sasa wa adamuhu binisbati haula al-kuffar al-mu'anidi, kuonya Mtume sallallahu alaihi watu kutokana na mambo ya kishirikina na mfano wake. Kuonya kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuonya kwake Mtume sallam kwa kuzingatia hawa makafiri wanaofanya inadi, hawa makafiri wanaofanya ugomvi, alladhina tabayyana lahumul haqq, ambao makafiri hawa wamebainikiwa haki, walakin jahaduhu, lakini walipinga. Lakin jahaduhu, lakini walipinga. Fa huwa mustawin indahum, kwa hiyo haki na batil viko sawa sawa kwa wao. Haki na batil zipo sawa sawa kwa wao. Innal ladhina kafaru sawa'un alayhim, hakika wale ambao waliokufuru ni sawa sawa juu yao. Andhartahum, wewe ukienda kuwatahadharisha na kuwaonya, am lam tunzirhum, au siwaonye, la yu'minuna, Allah anasema hawawezi kuamini, hawawezi kuamini, la yu'minun. Anasema Sheikh Uthaymeen, hadha mahtul faida, na hapa ndio kuna kilele cha faida fi nafi tasawi, katika kukanusha jambo zima la usawa. Ay innahum andhartahum wa lam tunziruhu la yu'minun, kama wewe Muhammad ukiwaonya hawa watu au siwaonyi hawawezi kuamini. Allah shafungia mihuri na kuwagongea. Na sababu ya neno hilo ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, khatama Allahu ala qulubihim, Allah anasema kwamba yeye amepiga mihuri kwenye nyoyo zao hao makafiri na Mayahudi, makafiri na wanafiki. Kisha akatoka kidogo akasema katika lugha ya Kiarabu, al-khatmu at-tab'u, muhuri ni ile chapa iliyochapwa kwenye karatasi, inatoka vile vile ambavyo ulivyoandika kwenye muhuri. Kwa hiyo khatama ala sam'ihim fahiya ma'tufan ala qawlihi ta'ala ala qulubihim, alipiga Allah muhuri katika masikio yao, na neno hili ni maatufu kwa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, maatufun kwa kauli ya Allah ala qulubihim, kwa mapiga mihuri katika masikio yao na nyuso zao, nyoyo zao. Wal khatmu ala al-udhuni alla tastamirra khairan tantafi, na malengo ya kupigwa muhuri masikioni ni ili
usije ukasikiliza kitu chochote cha kheri kisha ukanufaika na kitu hicho Qauluhu ta'ala, kisha Allah akasema wa ala absarihim ghishawa sauna alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allah asema wa ala absarihim ghishawa. Alwau lilistinaf, wao ni ya mwanzo ya kuanzia jumla, wal jumlatu mustaqilla amma qablaha, na jumla yajitegemea haiingani na yale yaliyokuwa kabla yake. Fahiya mubtada'un wa khabaru muqaddam. Jumla hii ni mubtada na khabaru muqaddam. Wa yahtamilu an takuna alwawu 'atifa, na inategemeana kwamba wao inaweza ikawa ni atifa kiunganishi, lakini atfa jumlatin ala jumla, lakini kuunganisha jumla kwa jumla, ويحتمل أن تكون الواو عاطفة لكن عطف جملة على جملة، وغشاوة أي عطاء أو غطاء يحول بينها وبين النظر إلى الحق. Kifungia dumu hicho kinakuwa kinazuia baina yake na baina ya haki. Walau nadharat lam tantafi, au walau nadharta lam tantafi, na lau kama utaangalia uweze kunufaika na kuangalia kwako jambo hilo, wewe hautonufaika. Lam tantafi, hautonufaika. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala, walahum adhabun adhimun, na ni yako adhabu kali. Walahum adhabun alimun, na ni yao adhabu kali. Haili haulai al-kuffar, wanakusudiwa hapa makafiri. Walahum adhabun alim alladhina baqaw ala kufrihim, ambao waliobaki katika ukafiri wao wana adhabu iliyokuwa kali, na adhabu yenyewe ni adhabu ya moto ambayo Allah ameadhimisha na kuipa nafasi kubwa, liannahu la yujadu ashaddu min adhabin nar, sababu hakuna adhabu kali kuliko adhabu ya moto wa jahannam. Naudhu billahi min dhalik. Katika aya hii kuna faida mbili. Faida ya kwanza, tasliyatur rasul hina yarudduhu al-kuffar wala yakbaluna da'watahu, kuna kumlewaza mtume wakati watu wanamrudisha mtume na kumkatalia dawa yake. Allah subhanahu wa ta'ala alimpa lewazo katika moyo, akamtajia hali ya watu watatu, kisha akamwambia hakika wale waliokufuru ni sawa sawa juu yako, uwaonye au siwaonye, hawatoamini kwa sababu wana adhabu yumizayo. Katika aya hizi zilizotangulia anasema shekhe, anna man haqqat alayhi kalimata al-adhab fa innahu la yu'minu mahma kana al-munzir wad-da'i, kwamba yule ambaye neno la adhabu litakuwa tayari limeshathibiti kwake, huyo hatoweza kuokoka na kuamini vyovyote itakavyokuwa nguvu ya mwenye kulingania au nguvu ya mwenye kuonya. Limadha? Faida hiyo, liannahu la yastafid, sababu hatostafidi mtu ambaye alishaandikiwa kupotea. Hata ufanyeje
unataka kumuongoza, hutoweza kumuongoza kwa sababu hatostafidi kile ambacho anachoambiwa, kwa sababu tayari Allah ashapiga muhuri katika moyo wake. Allah ashapiga muhuri katika moyo wake, kama ilivyokuja katika Qur'ani, innal ladhina haqqat alayhi kalimatu rabbika la yu'minun, wale ambao neno la Mola wako limeshakuwa limethibiti juu yao hawawezi amini. walau jatuhum kullu ayatin hatta yarau al'adhab al'alim, hata kama itawajia kila muujiza. Ile miujiza ni kushangaza na kuwafanya watu waamini wao, hata kama utakuja muujiza aina gani, madamu haqqat alaihim kalimatu rabbik, hawawezi wakaamini. afaman haqa alaihi kalimatul adhabi afa anta tunkizu man fi an-nar. Allah anasema hivi, yule ambaye tayari nimeshathibiti na kuwajibika neno la adhabu, wewe utakuja kumuokoa, kumtoa motoni? Jawabu la. Na hawa wanaokusudiwa hapa ni wale makafiri ambao wao malipo yao ni moto. Jambo lao wakishakufa linakuwa limekwisha, haiwezekani kuwaokoa, wanasubiriwa wakati wa moto waingie.